Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baada ya kutoa video ya kwanza iliyokuwa na majibu ya kielimu na iliyozingatia kanuni kwenda kwa Qasim Mafuta na Abdalla Ahmed, tulifuatwa na wafuatiliaji wa chaneli ya Shashaban Online TV katika inbox zetu kutihitaji nasi tuweze kuweka uelewa wetu kwenye sentensi ambayo tutaisikiliza hivi karibuni kupitia ndugu yetu Abdalla Ahmed. Kabla ya hili, tutoa shukrani za dhati kwa wasikilizaji na wafuatiliaji wa chaneli hii ya Shashaban Online TV. Kipindi hicho mkikumbuka kusubscribe na kulike na kushare ili tunapotoa masomo yetu mbalimbali basi muendelee kufikiwa. Tutoa shukrani ya kwamba lengo letu kama channel hii ni kutoa elimu kwa kuzingatia dalili na kuzingatia kanuni kama ambavyo mnaofuatilia kwa sehemu kubwa, na si jazba na wala si ushabiki kama ambavyo wengine wanaweza wakatuhumu hivyo. Naam, baada ya hili tumsikilize. Ama ukiniambia msufi watu wa tariqa, mimi nitakwambia maneno ya Imam Shafi'i, ma ra'aytu sufiyan aqilan qattu, sijamuona msufi mwenye akili hata siku moja. Sasa kama wewe utakuwa ni katika hao, basi tumekupa udhuru kwa maneno haya, si yangu. Basi unaona tutukana hatuna akili. Al-Imam Shafi'i ndio sema mna akili, si mimi. Mimi na nukuu tu na kufikishia. Nenda kaangalia manaqib al-Imam Shafi'i al-Bayhaqi, utaona haya maneno. Kama mlivyomsikia sentensi alivyoisema ni kaipotosha, ima ni kwa makusudi ama ni kwa bahati mbaya, lakini sisi tutaweka uhalisia. Wewe msikilizaji ndio utakuwa jaji ya kulihukumu hilo. Naam, sentensi inapatikana kwenye kitabu Manaqib Shafi'i cha al-Imam al-Bayhaqi juzuu ya pili 207 ukurasa. Uhalisia wa sentensi ilikuwa isomeke hivi katika ukamilifu wake, lakini ndugu yetu akawa ameisoma nusu, kama tulivyosema ni kwa makusudi ama ni kwa bahati mbaya. Uhalisia ni kwamba ma ra'aytu sufiyan aqilan qattu illa muslimal khawasi. Sentensi ndio kamilifu. Neno muslim illa muslimal khawasi, ndugu yetu huyu Abdalla Ahmed akalikata, akalipunguza. Sasa hatujui ni kwa lengo kuwapiga kwa kuonyesha ubaya wa masufi ili awachote baadhi ya walioko ndani ya usufi awalete upande alionao. Wallahu aalam, wewe ndio wajaji katika hilo. Naam, sasa uhalisia ni kwamba sentensi hiyo al-Imam Shafi'i alikuwa anawasifu wale masufi. Tukijaribu kwenda na uelewa alikuwa anataka kuonyesha Abdalla Ahmed katika sentensi hiyo kwa kusema ya kwamba sijapata kumuona msufi mwenye akili. Tukikamilisha sentensi isipokuwa ni huyo Muslim al-Khawas, huyo ndio mwenye akili zaidi. Sentensi hiyo hata ukichukua kama ilivyo haionyeshi masufi waliokuwa wanajaribu kusema hivyo kwamba hawana akili. Kwa mfano, ni kama unaingia darasani unasema sijaona mwanafunzi mwenye akili kabisa isipokuwa mwanafunzi yule. Hii hata katika masomo tunayosomesha yamo bana, mwanafunzi yule sijapata kuona katika nyie aliye na akili zaidi kuliko au aliye na akili kabisa kama huyu. Hasa haionyeshi wale waliobaki pale kwamba ni machizi kabisa, hawana akili. Ndio maana katika video ya kwanza ile tuliyomjibu Qasim Mafuta akiwepo na Abdalla Ahmed, tukawaambia kuna kile kinachoitwa ilmu ya mantiki inakosekana kwa ndugu zetu hawa. Ile maana ukishaipata inabidi utabiki, uitumie ile maana. Je, watu hawa wanayepewa ya kwamba hawana akili ni ya kweli maana ile, au maana ile ni kadhiba, au maana ile ni sadika? Ukirejea katika video ya kwanza nadhani ilieleza qadhiyatun sadika wa kadhiba inakuwa katika sura ipi. Lakini kwa mujibu wa kitabu cha Manaqib ya al-Imam Shafi'i juzuu ya pili na ukurasa wa 207, kwa maelezo haya ya ma ra'aytu sufiyan aqilan qattu illa muslim al-khawasi, sentensi hii kwa mujibu wa kitabu hiki ni kwamba waliokuwa nakusudiwa ni wale wanaoekti, wale wanaojipachika kwamba ni masufi wakati huo hawajashika misingi halisia ya usufi. Na ikaweka comment hapo chini iliyosema wa inna ma arada bihi man dakhala fi sufiyya, ya kwamba al-Imam Shafi'i alikusudia kwa sentensi hiyo yule ambaye ameingia katika usufi wenyewe. Tukisema sufiyya ni mtu anayejinasibisha, ukiongeza te ile maana yake ni usufi wenyewe. Ndio wataalamu wanavyotofautishia kati ya sufiyyan na sufiyyata kwa mfano hivyo. Kwa hiyo ni yule ambaye ameingia mandakala fi sufiyyati, aliyoingia katika usufi wenyewe, waktafa bilismi, yani akatosheka tu na jina peke yake, anil maana, kuepukana na maana inayotakiwa iwe katika nafsi yake kupitia neno asufiyya. Sawa? Wa birrasmi, na akatosheka tu na ile nembo, anil hakika, kuepukana ule uhalisia unaotakiwa uwepo kwa kinachoitwa usufi.
Waqada anil kasbi, na akajibweteka tu akaacha kutafuta mali. Wa alqa mu'nata, na akakabidhi majukumu yake na msingi kwa Uislamu, yani akawa ni mtu tu mzembe hivi. Walam yubali bihim, na akawa hajali wao. Walam yara huquqahum, akawa hajachunga haki zao. Wala mustaqil bi ilmin, akawa hajashughulika na elimu wala ibada yoyote, kama wasafahu fi mawdu'in akhar, kama alivyoweza kumuelezea katika sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa mujibu wa comment ya Imam al-Baihaqi ni kuonyesha al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala alikuwa anawasifu hawa masufi, akiwepo huyu al-Muslim al-Khawas, ambapo ndugu yetu Abdallah Umedi alipiga mtama kipengele hichi kwa sababu aliona kinawasifu hao masufi, akakikata kilichosema ma raaitu sufiyan aqilan qattu, akaishia hapo, akaacha kukamilisha illa muslimal khawasi. Sasa hatujui ni kwa makusudi kwa lengo la kuwachafua tu wale masufi, ndio maana alikata kipengele hiki, ima na watu wengi na wanafunzi wake waweze kushikilia kipengele hicho, waendelee kuwachafua masufi. Wallahu aalam. Wewe ndio jaji msikilizaji katika maeneo haya. Kwa kumalizia, ni nasaha kwa ndugu yetu, ikiwa ilikuwa ni kwa makusudi alipotosha sentensi hiyo al-Imam Shafi'i. Ikiwa ni kwa bahati mbaya, basi nasaha iwe ni kwangu pia na nyinyi wasikilizaji, ya kwamba kitabu Madarijus Salikin katika juzuu ya kwanza, tukienda katika ukurasa wa 335 alipata kuelezwa maelezo hapo chini tuliyoashiria kwa rangi, ya kwamba faina tibaa al-hawa yutmisu nur al-aqli, kufuata matamanio kuna diliti nuru ya akili, kunaondoa, kunafuta nuru ya akili. Kwa hiyo kama ndugu yetu ulitamka kwa matamanio sentensi ya Imam Shafi'i kwa kukata kile kipengele kwa lengo wachafua masufi, basi kumbuka kwa matamanio yenye sura kama hiyo, nuru ya akili ambayo Allah aliyokumilikisha na kukupatia itafyekwa, itakatwa na matamanio hayo kama utakuwa umetanguliza. Wa yu'mi basirat alqalbi, lakini pia matamanio hayo yanapofoa, yanaingiza upofu katika basiratul aqli, basira alqalbi, yani ule utambuzi wa moyo, kujua kwamba hiki ni cha halisia, inabidi nikifikisha mpaka hapa na ndicho Mungu anachokitaka, hiki sicho Mungu hakitaki. Basi ile basira ya kalbi inadilitiwa na yenyewe, na hiyo hawa matamanio yaliyojiingiza. Pia wayasuddu an ittiba'i al-haqi, matamanio haya yanakuwekea geti, yanakuzuia kuepukana na kuifuata haki, kwamba hata sentensi huwezi kuisoma kiukamilifu. Kwa sababu gani? Ukisoma kiukamilifu itapishana na uelewa wako, kwa hiyo itafika mahala usome nusu ili upate support ya kumchafua yule uliokuwa unamchafua, kama ni huyo msufi, kwa sababu ya kukata kipengele kidogo hivi ili upate supporta ya kumchafua huyo msufi, ima ni kwa bahati mbaya ama ni kwa makusudi ulivyokuwa umejaribu kufanya. Ndugu yetu Abdullah Ahmed katika sentensi ya Imam Shafi'i tulinukuu katika Manaqib ya Imam Shafi'i juzuu ya 2 207 kurasa, aliposema ma raaitu sufiyan qattu, ma raaitu sufiyan aqilan qattu, kastopia hapa wakati sentensi inaendelea illa muslimal khawas. Huyu muslimal khawas ni katika hao masufi, Imam Shafi'i akimsifu. Naam. Kwa hiyo kama tulisukumwa na matamanio, mimi na unanisikiliza, Allah tuondoshe. Na mwisho akasema kwenye kitabu Madarijus Salikin katika juzuu hii ya kwanza na ukurasa wa 335 pale chini akasema wa yudhillu anit tariqil mustaqim, lakini pia matamanio yanapokuwa yamemteka mtu yanamuondoa, yanampotosha, yanampoteza kutoka katika njia iliyonyooka. Fala tahsulu basiratul ibrat ma'ahu, hakuwezi kupatikana basira ya uelewa. Al-ibra yani haiwezi kupatikana ile aina ya uelewa wa basira unayotakiwa pamoja na muhusika huyo aliyekuwa ametekwa na matamanio. Hii ilikuwa ni nasaha kwangu na unanisikiliza na wafuatiliaji wa channel hii ya Shosha Online TV. Tusije tukajaribu kutekwa na maushabiki. Angalieni dalili zinavyosimama, basi simama katika dalili. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa billahi tawfiq, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.